ni kwa nini mtu aliye na wito ndani yake anapaswa kuwa na neema kubwa ya maombi, haswa anapotamani kuifikia kesho ya kwake. Mtu yoyote aliye na wito ndani yake, moja ya kitu ambacho huwa kinamfuatilia siku zote ni roho ya upotevu. Wengine wanasema roho ya ukengeufu. Mtu yoyote ambaye ndani yake ana wito au ameitwa na Mungu kukaa kwenye nafasi fulani au kwenye eneo fulani au kwenye utumishi fulani au kutembea kwenye jambo fulani, mara nyingi sana moja ya kitu ambacho huwa kinawafuatilia haswa watu ambao wana wito ndani yao ni roho ya ukengeufu. Maana yake ni kukufanya usifanye mapenzi ya Mungu, ni kukufanya uache mapenzi ya Mungu usimamie mapenzi ya shetani. Na ndio maana hata leo tuna watu wengi sana ambao wameitwa vizuri mwanzoni na Mungu, lakini changamoto ambayo wamekutana nayo kwenye utumishi wao au kwenye safari zao, wamejikuta wanahama kwenye nafasi ya wakati mwingine pasipo na wao kujua. Lakini mwanzoni walijua kabisa, na wakati mwingine walimwambia Bwana, hatutakuacha. Lakini kwa vile walivyokutana na magumu kwenye maisha yao, wamejikuta wanaacha kusimama kwenye nafasi ambazo Mungu aliwasimamisha kwao. Na ndio maana nimekwambia, shida sio Mungu kukuita. Shida baada ya kuitwa na Mungu ni njia gani unayoitumia ili kutembea na Mungu. Kwa sababu mtu yoyote aliye na wito ndani yake, mara nyingi sana vita ambayo wanakutana nayo, shetani huwa anahakikisha ni huyo mtu ni kumfanya asisimamie mapenzi ya Mungu ili asimamie mapenzi ya shetani. Na ndio maana anaweza kutumia mazingira yoyote ili wewe uhame kwenye nafasi ambayo Mungu amekusimamisha kwayo.